Mtazamaji wa Faida Online TV, kama ilivyo kwa alama za vidole, shida, matatizo na changamoto za binadamu kamwe haziwezi kufanana. Kila mmoja anatofautiana na mwingine. Ukiamini kwa duniani tunapita, watu kama hawa kamwe hutashindwa kuwasaidia hata wakapata tu mlo wa siku. Anaitwa Mohamed Hamisi Mushangani, mzee anayoishi kwenye mtaa wa Chipopota, kata ya Magomeni, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Mzee huyu anaishi kwenye kibanda hiki kilichoezekwa mtindo wa kachumbari, yaani bati kuukuu pamoja na makuti yaliyochoka. Kibanda chenye ukuta wenye matundu mithili ya tenga la nazi. Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe, ndio msemo anaoishi nao mzee Mushangani, kwa kuwa ili apate mlo wa siku ni lazima nguvu ya mwili wake itumike, aidha kwa kulima vibarua au hata kukata kuni auze ili apate fedha ya kujikimu. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Ile maisha yangu yaende, nikakate kuni, nikokote embe, sijui nitumwe kibarua cha hapa na pale, napata 500 ya kula na watoto wangu. Mpaka mke wangu amenitoka, amekwenda zake na Chingwea kuangalia hali ya maisha sio mazuri, kwenda kutafuta riziki la kula. Tumeona hapa mbele ya nyumba yako kuna matango umepanda, kuna mwogo kidogo. Huo unanisaidia kwa ajili ya futari, inanisaidia nikiona usoni giza ninakwenda kung'oa moja, ninachemsha na kula. Matango napata 200 ya kizaa, nauza napata 200 ya kula. Maisha yangu bwana, hao watoto wawili nilikuwa nao, mmoja ameacha shule kwa ajili ya maisha magumu, na mmoja huyu ni mdogo sana, wa kike, yuko darasa la 3. Sasa kila wakiangalia hali ya maisha ya baba yao sio mazuri, hali ngumu sana. Unajisikiaje na unavyoishi kwenye hii nyumba, unakuwa na wasiwasi kiasi gani? Wasiwasi inakuwa silali. Kwa sababu ya nini? Nyumba muda wote, saa yote inaweza kuanguka. Kutokana na hali ya mzee huyo, baada ya Faida Online TV kutoa taarifa kwa baadhi ya viongozi wameguswa na maisha anayoishi, diwani wa kata Magomeni, manispaa Mtwara Mikindani, Mheshimiwa Lameck Mlaponi, kata anayoishi mzee Mushangani, amemtembelea mzee huyo kuona maisha yake, na papo hapo diwani huyo alitoa shilingi 100,000 ili kuongeza nguvu kwenye ujenzi wa nyumba ya mzee huyo. Nilipata taarifa juu ya changamoto ya hii nyumba, ndio mwandishi alinifikishia, lakini changamoto ambazo tunazikuta mara nyingi katika maeneo yetu. Kwa nimekuja hapa kuona hii changamoto iliyopo hii ya nyumba, na ni kweli nimejiridhisha changamoto kubwa sana. Kwa mimi nitachangia, na hapa nakuja ni kiasi kidogo sana, na shilingi 100,000 nitachangia hapa cash, lakini tutaendelea kuwasiliana. Mimi nitakuwa karibu na hii familia kuona kile ambacho tunaendelea kukifanya hatua kwa hatua mpaka tunakamilisha ili wazo ambalo kaka umekuja nalo. Na pia nitumie nafasi hii kukupongeza wewe kama mwandishi wa habari Faida Online TV. Umekuwa ukiibua changamoto kama hizi, ukiibua mambo mbalimbali ambayo kugusa jamii, lakini pia hata kwenye mafanikio ama vitu mbalimbali ukiwa kitangaza. Kwa kuguswa na changamoto hiyo, kaona bora uiseme, ni kitu kizuri sana. Na Mungu akubariki kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Ninaamini kabisa Mungu atakulipa. Sio mafanikio ya hapa peke yake, lakini hata thawabu kule mbinguni. Ustawi wa wananchi wetu, ustawi wa jamii yetu, ndio ustawi wa Magomeni na ndio ustawi wa familia. Si Magomeni ni familia, ndio ustawi wa familia yetu. Kwa hiyo ninaomba sana wenye viti wote tutakutana, watendaji wote tutakutana, lakini wananchi wanaosikia taarifa hii basi tuungane kumsaidia mwenzetu. Kwa majina naitwa Mama Aziza, napatikana mtaa wa Chipopota hapa. Kiukweli huyu mzee ana maisha magumu sana. Ana hapa ana pale. Yaani kipato chake ni kidogo sana. Mpaka aende shamba akapate mzigo kidogo, labda embe au korosho 2-3, apate kugonga aende kuuza. Mimi ni jirani yake tu, sina uwezo wa kumsaidia. Hicho kidogo ambacho napata 250 tunagawana, lakini sio msaada wa maana wa kutegemea kwa yeye, kwa sababu na yeye pia ana familia yake, ana watoto wanasoma. Naye katibu tawala wa wilaya ya Mtwara, ndugu yetu Richard Mwalingo, ameguswa na hali ya mzee huyo na amechangia fedha kwa ajili ya kuunga mkono ujenzi wa nyumba ya mzee huyo. Mpango wetu ni kuhakikisha tunajenga kijumba cha makuti hata cha chumba 2 na sebule ili kumsaidia mzee wetu huyo kuwa na sehemu salama, yeye na watoto wake.
tungeweza kusema tujenge kijumba cha bati, lakini bado tupo na wadau wachache. Ili kukamilisha ujenzi huo, bado tunahitaji kiasi kidogo cha fedha au vifaa, ili kabla ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 mzee huyo tumkabidhi nyumba yake. Dunia ni mapito, hivyo tuitengeneze kesho yetu. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.